kabla kufanya nini? Kabla ya kuhirimia. Imeleka vizuri Tuko sawa hapo Haya, kuna masala wanadamu hupenda kujitia manukato, kunukia, na aghlabu masala ya manukato aghlabu huwa hasa ni kwa wanaume, sawa. Kwa wanawake wanapokuwa katika makundi hivi labda wao wenyewe huko, lakini mwanamke katika kundi hivi huwa hapendwi nini manukato yake yafanye nini yadhihiri. Hii ndio jinsi ilivyo hata misikitini. Kama mwanamke anakwenda msikitini alafu anajitia perfume manukato, anakosea, sawa, anakosea, na Mtume alikataza pale. Naona mwanamke alijitia manukato yake asije katika misikiti yetu, haitakiwi. Sasa hii sana leo, kwa sababu kuna manukato madogo yasiokuwa na harufu, labda harufu yake haitoki, anaweza akajitia mwanamke yule, sawa. Lakini kwa wanaume ni sana, inawezekana akapeka maperfume mpaka yanukie kweli kweli, kama alivyokuwa manukato ya sahaba Mus'ab bin Umair kabla haja sahaba alivyokuwa ananukia na manukato yake. Sasa haya manukato haya nayo watu tunayapenda, lakini vile vile huwa yanaziwiliwa. Ukishahirimia anafanya nini? Yanaziwiliwa. Maana yake uyafanye kabla nini? Uyafanye kabla ya kuhirimia, uyafanye kabla ya kuhirimia. Kwa hiyo tumesema kupunguza nywele, kucha, kuja kujitia manukato na kadhalika. Lakini vile vile kuna jambo lingine la kisheria. Kuna mke na mme, nimeleka vizuri, ni halali kukutana kisheria. Kwa hiyo na vile vile madha ni halali kukutana kisheria. Kwa hiyo katika kuhirimia, unapokuwa umehirimia, basi unaziwiliwa vile vile na jambo hilo la kisheria. Ni jambo halali la kisheria Mwenyezi Mungu, lakini unapohirimia nalo linaziwiliwa kutendeka jambo hilo mpaka muda wake ufanye nini? Mpaka muda wake ufiki. Kama ni kufanyika, lifanyike kabla ya kufanya nini? Kabla ya kuhirimia. Nadhani hayo ni miongoni mwa mambo ambayo unabidi unayafanya kabla nini? Kabla ya kuhirimia. Na kuna mengine baada ya kuhirimia tena, sasa utaendelea nayo kufanya nini? Kukatazwa kuyafanya mambo hayo. Haya, baada ya hapo tumekuja sasa katika miqati, tuhirimie kwa maana kwamba tunahirimia ndio tunatia nia sasa hiyo hija. Kwa kawaida kuna mavazi maalum tutavaa, wanamume watavaa ni nguo mbili nyeupe inawekwa juu na nyingine inafungwa chini, na bahati nzuri kuna mtaalamu wetu inshallah atatuelekeza vizuri wakati wake ukifika kuelekezwa. Leo tutasahau na raha yake inavyokuwa, tutaelekezwa inshallah. Kwa wanawake wao vazi lao ni kama walivyovaa hivyo mlivyovaa hivyo, ndio mavazi yenu. Ustiri mwili wako wote vizuri, mwanamke anakuwa hivyo. Mwanamke hatakiwi ilama nini, ile ninasema nini, nikabu, sawa. Ile lazima afanye, ataondoa nikabu tu pale. Kama ni mtu anapenda kuwa na nikabu, ataondoa nikabu, uso utabakia unaonekana, sawa. Na mavazi yake ni kama jinsi mlivyovaa, ni hivyo. Ukisema nimevaa nguo nyeupe nini, haukatazwi, lakini mwanamke vazi lake ni vazi la stara katika hali ya kawaida yake anayovaa. Baada tufanye namna hii, tuko vizuri. Kuna sunna pale ambaye ni sunna, mfano sunna kaida kama kukoga, kujitakasa, kukaa nadhifu, ni sunna. Baada hapo kuja kuchukua udhu ni sunna. Kuswali rakaa mbili za kufanya za kuhirimia ni sunna, ambayo ni miongoni mwa sunna zimetiliwa mkazo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni mambo tutayafanya wakati huo. Tushajisafisha mwili wetu, tuko safi, tumevaa nguo zetu. Baada ya kuvaa nguo zetu, sasa hapo tumekoga tayari, tumejitia manukato yetu vizuri na kadhalika, manukato ambayo yasitoe athari zake, na kama athari itabakia basi athari ibakie pale pale tu, lakini athari hiyo isije kafanya nini, isije kahamia sehemu nyingine, haitakiwi namna hiyo. Baada ya hapo tumehirimia, na kuhirimia swali za rakaa mbili za sunnatul ihram, halafu tunakuja kunuia. Tunanuia, tunatia nia ya kuingia katika nini,
katika hiyo ibada yenyewe ya umra, kwa sababu sisi tunakwenda kufanya nini? Kuhiji tamattu. Sasa tunaanza na hija gani na nini? Na ibada ya umra. Utanuia pale katika miqati, nawaitu umratan, nawaitu umratan mutamatti'an biha ila alhaji, ninanuia kufanya umra hali ya kuwa ninatamatta, ninastarehe nayo, ila alhaji, kwenda kufanya nini? Kufanya ibada ya hija. Lakini unaweza ukasema vile nawaitu umratan, au unaweza ukasema labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj, au ukasema labbaika umratan. Sawa, yote ni sawa sawa. Nawaitu umratan, labbaika umratan. Sawa sawa, labbaika allahumma umratan. Tuko pamoja? Yote ni maana ya kunuia na haina matatizo katika hivyo. Lakini kama kuna mtu anahiji lakini ni hija na muhiji ya mtu fulani, inatakiwa mtu huyo asiseme hivyo. Sasa yeye aseme labbaika au nawaitu umratan an fulani, yani nanuia umra hii kwa niaba ya fulani, amtaje huyo fulani kwa jina lake, amtaje na baba yake. Tuko pamoja? Kwa sababu inakuwa nia ile ukiitia yako wewe inakuwa nia kwako wewe. Sasa kawa na muhiji ya mtu ile hija yako ile, basi ile nia yako useme an fulani, kwa niaba ya fulani. Nadhani tunakwenda vizuri kidogo kidogo, tunakwenda ili tuweze kufahamu matendo haya, na alhamdulillah tutakuwa tunakumbushana kila wakati. Jambo lingine la kufahamu, haya mambo yote haya yanayofanyika kuhirimia ni lazima yahirimiwe katika miqati. Miqati ni vituo maalum vimewekwa kwa mtu yoyote anayekwenda hija kupita kutoka pande yoyote ya dunia. Lazima kuna eneo, akipita eneo hilo kulingana na eneo anakotoka yeye, ndio miqati yake. Sasa vile vile miqati ziko nyingi. Inawezekana sisi kwa sababu itakavyokuwa tuna miqati ambayo sisi watu wa huku ndio upita. Sasa ni vizuri tuizungumze miqati yetu hiyo, lakini sio vibaya kufanya nini? Kuashiria baadhi ya miqati nyingine zipo. Miqati ndio hivyo vituo ambavyo usivuke hapo hali ya kuwa unafanya nini? Unakwenda kufanya umra hiyo au hija, ukavuka pale bila kunuia. Yaani ukivuka pale tukawa miqati ndio ukivuka tu tayari uwe umefanya nini? Uwe tayari umeshatia ile nia yako pale, usivuke. Hii inaitwa miqati. Ni vituo vya kuhirimia, vituo vya kutia nia, ni vituo. Baada ya hapo ndiyo makatazo yote tuliyosema yatakatazwa baada ya kuvuka hapo na kutia ile nia. Sawa jamani? Sasa hizi miqati kwa sisi huku, watu kutoka huku, watu wa Afrika Mashariki, maeneo ya huku yote huku kusini kote huku, tunapokwenda Maka, miqati yetu ni sehemu inaitwa Yalamlam. Yalamlam ni mji huko Yemen. Kwa hiyo Mtume asema watu wa Yemen wanapokwenda Maka kuhiji, watu wa Yemen ili wafike Maka, wao miqati yao au mpaka wao ni nini? Ndio bodaboda yao ya hija ni sehemu inaitwa Yalamlam. Kwa hiyo alivyosema Mtume, na watu watakaokuja nyuma yao. Kwa hiyo sisi tukitoka huku njia yetu ni Yemen, tukitaka tustaki tutavuka katika maeneo ya Yemen, yani maeneo ambayo yanafanana nini na Yemen, ndio tutavuka huko. Kwa hiyo miqati yetu sisi ni wapi? Ni Yalamlam. Lakini kuna watu wanaotoka maeneo, mfano kama ile nchi ya Saudi Arabia, umetoka maeneo ya Riyadh, mji mkuu wa Saudi Riyadh. Na ukisema Riyadh, kwa hiyo kuna watu labda wa Kuwait nyuma yao kuna kadhalika kule. Wanaotoka kule wanapokuja Maka, wenyewe hawaji huku Yalamlam. Kuna sehemu panaitwa Qarnul Manazili katika mkoa wa Taif wa Saudi Arabia. Huko ndiko sehemu ukija huko utapitia hapo ili kwenda Maka. Kwa hiyo Qarnul Manazil nayo ni nini? Nayo ni miqati vile kwa watu watakaokuja kutoka eneo la juu kule. Labda eneo la kaskazini, tuseme kaskazini kule. Lakini kuna watu wengine wana mpaka wao unaitwa Rabigh, ni mpaka na iko mingi kidogo. Kuna Juhfa, Swin na kadhalika.
kwa watu wanatoka labda maeneo ya Syria huko wanapokuja, au wanatoka labda Iraki, Palestina, Jordan na huko wanapitia njia hiyo, kuna sehemu ni mpaka wao. Sisi tusichukue muda mwingi sana, tufahamu kwamba tuifahamu tu, lakini tufahamu kwamba sisi mpaka wetu ni nini? Ni Yalamlam ambayo uko Yemen, na mikati yenyewe hiyo ambayo tutakuwa tumefika pale ndio sehemu ya kunuia. Kulingana na hali za hivi sasa, ni vigumu tukateremka pale Yalamlam tukatembea kwa mguu mpaka kwenye mikati pale, halafu tukafanya nia kuhirimia, halafu tukaenda tena tukarudi kupanda ndege tena kwenda kule. Ni jambo ambalo mtaipita mikati, lakini mkiwa juu ya nini? Juu ya ndege tu, taka msitaki. Ima ndege yenu imekwenda mpaka labda imekwenda hasa aghalabu imekwenda Jeddah, endapo kama mmesafiri moja kwa moja kuingia labda Jeddah ili mwende Maka, ndio Yalamlam. Labda ikitokea watu mmekwenda mpaka Madina, mkienda Madina sasa, wakati mtoke Madina mje wapi? Mje Maka. Kwa kutokea Madina naye kuna mikati yake, inaitwa nini? Inaitwa Dhul-Hulaifa. Dhul-Hulaifa ni mpaka wa watu wanaotokea wapi? Madina kuja kuingia Maka. Kwa hiyo kama ndege yenu imekwenda mpaka Madina tu, msipate tabu nyinyi, mtakwenda mpaka Madina na mtatulia hapo Madina. Siku ya kwenda Maka sasa ndio mtaanza ile masharti yenu yale ya kadha, na mtakwenda mpaka mahala panapoitwa Dhul-Hulaifa. Hapo mahala hapo, au Abiyaru Ali, Abiyaru ni jina lingine, Abiyaru Ali Dhul-Hulaifa ndio hapo. Abiyaru Ali ndio Dhul-Hulaifa, ni sehemu moja, ni sehemu Abiyaru Ali ni hapo, ni majina tu ya zamani na kadhalika. Sawa, imeeleka vizuri. Hai, hiyo ni mpaka wa watu wa nini? Watu wanaotokea Madina. Sasa kama na aghalabu kama unatokea Madina, utahirimia wewe nini? Utahirimia chini tu, sababu utaingia kwa magari au kwa treni na kadhalika. Leo kutokea huku kwingine, mashaka zangu, ndugu zangu mahaji, mtahirimia kwa juu ya ndege tu, na masharti yenu haya tutayafanya kabla ya kuondoka. Kila kitu kitafanyika, tuko tayari, tunasubiri muda ukifika tutahirimia, na wala haina matatizo, kwa sababu taarifa zitatolewa vizuri tu. Tuko sawa. Hiyo ndio mikati, na ni kitu muhimu sana cha usivuke katika mikati ila umeshahirimia. Na jamarati kawaida yao wanakuwa sambamba na kuhakikisha kwamba haji havuki mikati ila amefanya nini? Ila amehirimia. Wanakuwa kwa makini sana mashekhe, naona hakubali, na sababu ndio ibada yenyewe. Sababu kama ukuhurumia pale, maana yake ni kwamba tayari umeshafanya makosa katika miongoni mwa makosa nini? Makosa ya hija. Haya, baada ya hapo umeshahirimia, umevuka, unakwenda Maka. Kuna mambo mengine utaweza kuziwiliwa, mambo mengine muhimu sana. Miongoni mwa mambo hayo utakayozuiliwa kule, yale masharti yanaendelea, yale ya nyuma, yale ya kucha nini yanaendelea, yanaongezeka mengine. Usiwinde kuwinda. Labda inatokea bahati nzuri, kuna mnyama swala kapita, imeleka vizuri, imetokea dhabu kapita, vinyama pori vimekatiza pale, unakiona kabisa nikikiwinda hichi na kipata hichi. Ni marufuku kuwinda mnyama yoyote yule, wewe uliohirimia hija. Labda kama atakayewinda awinde mtu mwingine ambaye yeye hajahirimia hija, akikupa kula sawa, lakini vile vile kisiwe kimewindwa kwa wewe ulimsotea ukamwambia bwana, mimi naziwiliwa, lakini wewe si uko safi bwana. Unaona mnyama yule, madhali wewe umeashiria mnyama yule usile, marufuku, ni kosa. Kama kawinda ale yeye, tuna wengine watu msile. Muhimu sana jamani. Lingine tena ni swala la miti. Kuna miti ya Maka, miba na kadhalika. Sasa mti wa miba, usije ukaona mtu umekaa unaona wa mwiba, huu mti mbona mwiba huu, watu wakipita hapa utawachoma, ukajifanya wewe ndo mtawi, wewe ndo shekhati mkubwa, unaona unawahurumia watu kwamba huu mwiba utafanya nini, utawachoma. Ule mwiba pana uko zake Maka, na wenyewe unafanya ibada yake. Wewe upige chenga uondoka, na anayekuja akija kiona apige chenga uondoke. Usijitie tu mti huu ni ukate ili watu wasije wakajikwaa.
Uchamungu wa namna hiyo haupo. Uishafanya kosa na utapigwa faini kwa kufanya hivyo. Utapigwa faini kwa kufanya hivyo. Chinja mnyama, unakata mti huko Maka eti kwa madai kwamba ulikuwa unasaidia watu wasije wakaumia, marufuku. Kwa hiyo vitu vya ni vitu ambavyo vya kuwinda, kukata miti na kadhalika haviruhusiwi baada kwa wewe katika nini, katika ihram, katika Maka mle. Na hiyo inaendelea Maka hata bila ihram, bado Maka pale pana masharti yake na kanuni zake zinaendelea kwa namna hiyo. Vitu vyote vinalindwa pale, vinalindwa na Mwenyezi Mungu, viwe huru na venyewe vimwabudu Mwenyezi Mungu, viwe huru, sio na katakata ovyo, labda kwa dharura ambazo zinafahamika za kiserikali na kadhalika. Baada ya kumaliza hilo, tumeondoka na ihram zetu, tulishavaa nguo zetu vizuri, masharti yetu tumeyahifadhi. Wanamume washavaa nguo mbili, nimesema wasifa nini, hivi vikofia kofia hivi defaa vinatolewa pembeni, sawa. Kichwa kiwe nini, kiwe wazi, kisiwe na kitu kichwa na kadhalika, sawa. Isipokuwa labda kama mwamvuli, unao mwamvuli jua kali, sio vibaya kuweka mwamvuli, lakini usiweke nguo ya kujifunika. Wanamume, hiyo ile wanaume hiyo, sawa. Ushakuwa na nguo zako mbili za chini zile, usijifunike juu kichwani. Wanawake tumesema wanakuwa kama jinsi walivyo, hivyo hivyo. Wanamume vile vile, mavazi yako ya chini, viatu vyako ni viatu vinafanya nini, na alaini ni mfano wa hizi mnasema yeboyebo, kanda mbili, yani viatu ambavyo kwamba kisigino, vile visigino vyake viko nje, kisio cha kufanya nini, cha kutumbukiza mguu wako wote. Lakini wanawake tumbukiza kila kitu, umeruhusiwa na sheria ya dini. Tuko sawa, mambo masharti ya wanaume. Hakikisha kwamba hana kitu kichwani, asifunike kitu kichwani, vile asivai nguo yote iliyoshonwa, ni nguo mbili tu, ile shuka ile ya juu na shuka ile ambayo jifunga chini, basi asivai ndani chochote kile ambacho kimeshonwa. Nguo ya ndani si nini, si boxer, si vitu gani, hakuna kuvaa vitu vya namna hii. Hiyo ndio sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu. Inatakiwa uende kama ulivyozaliwa. Kwa upande wa wanamume inabidi hivyo. Wanawake kutokana na mtiti wa Maka, sheria imewaruhusu wawe vile, kwa sababu ni wanawake ni vigumu sana. Kwa hiyo Mungu anaelewa, Mungu ana huruma kwa wanawake, akaona hapana, hao tuachie wawe katika stara zaidi, kwa sababu msuko kama unamkuta mwanamume kidogo, unafanya nini, una afadhali hata kuja kujistiri kitokea. Leo kwa mwanamke inakuwa ni kazi kubwa sana. Hiyo ni sheria ya Mwenyezi Mungu, tumwachie mwenyewe Mwenyezi Mungu, tusimuhoji kwa nini wanamume hivi. Huu ni uwepesi tumewekewa sisi wenyewe. Maka wanawake wanaweza kudai haki na wenyewe, wanawake wachelewa siku kudai haki. Sasa kama sisi nasema mpaka leo haki yao hawajaidai, lakini kwamba na sisi tukienda Maka na sisi bana, kwani wanaume tu wenyewe sisi tunavaa manguo mengi na sisi tuvae kama wao bana, tuvae hiramu ya chini ya juu. Jamani, si haki jamani, ndio usawa wenyewe. Lakini naona haki hii Sheikh Kundecha haujapata mashtaka. Haki hii bado haijatokea jamani. Sasa tuiache hivyo hivyo, kama Mwenyezi Mungu ndiye alivyotaka hivyo, basi na zile nyingine vile vile tuziache hivyo hivyo kama Mwenyezi Mungu ndiye alivyotaka. Naona hakuna haki ya Mwenyezi Mungu aliyokutakia akawa anakudhulumu, hapana, bali hekima yake. Kama wewe hujui, Allah anafanya nini? Allah anaijua. Tuko sawa? Haya, tumekwenda tushaingia Maka na tumesema kwamba wakati kuhirimia tena, narudia tena, kuna vitu vidogo shekhe ananifuatilia vizuri sana mashekhe, naweza nikasahau jambo atakumbushia. Baada ya kuhirimia pale tunasema labbaik. Sasa pale tuna uradi wetu. Nikisema uradi wetu ndio mwimbo wetu ambao inatakiwa tuanze kuonyesha kule kuitikia wito wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hija ni wito wa Mwenyezi Mungu. Sasa uradi wetu pale baada ya kuhirimia tu pale, mambo yote safi, tumekaa safi, tunaanza labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik. Hapo tena ni non stop, hamna kusimama, nakwenda labbaik. Maana tunamuitikia Mwenyezi Mungu, ametuita yeye, sasa tunamuitikia tu kwa fujo. Hapo ni labbaik zinapigwa, sawa. Unaweza ukapumzika kidogo, ukashinzia kidogo, ukishtuka wewe, uradi wako ni huo mpaka kuja kuona Al-Kaaba. Umeiona Al-Kaaba hiyo, stop. Tutafika pale Al-Kaaba ndio ile sasa pale. Hapo ndio mwisho wa nini? Mwisho wa labbaik zako za awali, hizo zinaishia hapo. Tuko pamoja bani? Unatulia hapo sababu kuna mambo mengine yataendelea. Haya, sasa umeshafika pale,
kwa kawaida. Ukishakwenda labeka yako, labeka unaitika labeka ile, mnafanya zile nani talbia za kuitikia, ndio mnakwenda. Kama kwenye ndege bado mtatua ndani ya ndege, mtakuwa airport, mtafanya mambo ya kupiga mihuri na kadhalika, lakini kidogo labeka zenu zinapigwa tu, hata hakuna fujo hapo. Hiyo airport yenyewe inapigwa labeka hapo, ni labeka, ni Mwenyezi Mungu tu, hakuna mfalme, hamna nani wala hamna nani. Sawa, hapo ni mfalme ni mmoja tu. Hii ni hija bwana. Unaona, napigwa muhuri pale, anakupiga muhuri, labbaik Allahumma, unamchapa na labbaik yule bwana mpiga muhuri, naye anakuchapa naye na labbaik, anafurahi na labbaik, sababu ndio wakati wake umefika huo. Lazima Mwenyezi Mungu atukuzwe, lazima Mwenyezi Mungu atajwe, lazima tumuitikie Mwenyezi Mungu. Tumemfuata Mwenyezi Mungu, tunakuwa tunajiamini kwamba tumemfuata, sisi ni wageni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnapiga labbaik zenu kwa fujo, kwa nguvu, kwa furaha kabisa, na kutaraji majibu ya Mwenyezi Mungu, mpaka mnafika wapi? Mnafika maeneo yenu. Sasa inawezekana mmechoka kidogo, badala na mizigo yenu mkaenda, tunaenda moja kwa moja mpaka katika makazi. Itakuwa Jamarati, wameshatuandalia kina ukhti pale eneo maalum la kukaa, la kufikia. Mtafika mpaka pale kwa utaratibu maalum, mtaweka vitu vyenu. Si vibaya kupumzika kidogo, unaweza kupumzika kidogo, umechoka, lakini pamoja na kupumzika kidogo, masharti yafanya nini? Yazingatiwe. Usije ukajisahau ndio umelala tena, leta na shuka huu. Unaona mashaka zangu hapa, ndio nini tabatu hii. Tuko pamoja, jenge kwa ile ifradi ile ukichapiga ndio uvui mwezi mzima, inakuwa vipi? Watu wengine ujisahau tena, mara kesi nazo, shekhe, la mimi bana sikujua, bahati mbaya ukajifunika. Shekhe bana wewe, tumezungumza maneno haya sana katika semina. Vipi tena shekhe, tena unajifunika tena? Leo shekhe, nimesahau, nimeenda chooni tena, sabuni kule nzuri bana wewe bado katika masharti sisi. Hiyo sabuni hiyo ya manukato ya nini? Sabuni za manukato, tafuta sabuni zile za nini, zile za nini, sabuni zile za mwezi, za mawingu zile ambazo hazina harufu, ndio tumia sabuni hizo. Manukato usitumie, haitakiwi, usidharau dogo, haitakiwi. Sasa mnaweza mkakoga maji, haukatazi kukoga maji, koga maji vizuri mpate nguvu, baadaye muda umekaa vizuri. Jamani, sasa Jamarati wanakuwa wanaangalia kule kipindi hichi kidogo kimekaa kizuri. Hiyo ni kubahatisha ubinadamu tu, kwamba labda pamepungua watu, lakini watu bwana ni bahati nasibu tu. Unaweza wakafika pale ukakuta umma watu wa Sayyidina Musa, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim, wote ukakuta uko pale. Sasa ndio umeshaukuta, unauingia hivyo. Umekuta pale kidogo pana mapungufu kidogo, shukuru Mwenyezi Mungu, lakini almuhimu lazima utoke pale, twende katika Kaaba. Labeka yetu inaendelea, labeka Allahumma labeka. Mnakwenda kwa utaratibu maalum, mpaka wapi? Mpaka msikitini. Ukifika msikitini pale, kama kawaida, tunapoingia msikitini tuingie kwa adabu za misikiti. Utaanza mguu wa nini? Mguu wa kulia, sawa? Mguu wa kulia, unaona? Kama kawaida tutasoma dua ile ya kuingilia msikitini. Dua gani jamani? Watu nasemaje? Allahumma inni as'aluka nini? Fadlika au rahma. Tukiingia msikitini tunaomba rehema, tunaomba fadla. Fadla. Mmefeli, fadla mmefeli. Msikitini ukiingia unaomba fadla, unaomba rehema, sawa? Kwa sababu fadla ni nini? Fadla ni hii, ndio fadla hii. Sasa fadla ukitoka msikitini ndio unaomba nini? Unaomba fadla. Sasa Mwenyezi Mungu nipe fadla huko. Lakini ukiingia mle ndani unaomba nini? Rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunafika msikitini pale, kabla kuingia msikitini ndani pale, unaanza na mguu wa kulia. Mguu wa nini? Wa kulia. Bismillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, Allahumma inni as'aluka min rahmatika. Allah, ninakuomba rehema zako. Mle mna rehema za Mwenyezi Mungu unaziomba. Tunaingia kwa mguu wa kulia, mnakwenda taratibu, kwa adabu, kwa nidhamu, mnaelekezwa vizuri katika maeneo maalum. Na bahati nzuri kule huwa wanaweka utaratibu mzuri siku hizi, yani mnaingizwa maeneo ambayo ili ukiingia hapo moja kwa moja ukaifesi nini, ukaielekee Kaaba. Kifika kwenye Kaaba pale kuna dua mbalimbali unaweza ukaziomba mwenyewe. Aghlabu hakuna masharti sana ya dua maalum, ila kuna baadhi ya maeneo ndio kuna dua zimependekezwa kwa faida yetu, Mtume akatupendekezea. Lakini mtu unaweza kaomba dua mbalimbali, dua iliyokuwa nzuri ukaiomba. Tuko pamoja? Unapoenda Kaaba ile
umeomba dua zako, Mwenyezi Mungu umetulia, kwanza unaiangalia Al-Kaaba. Hapo sasa ndio tunaanza kufanya nini? Tawafu, kutufu. Tunaanza kutufu hapo, tunafanya ile umra yetu. Ile umra ndio tumekamatia umra, tunataka kucheza umra sasa. Hapo mnafika pale, mnakwenda kutufu. Ili kutufu tutaanzia wapi? Tutaanza kwenye Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ndio jiwe jeusi. Makal Kaaba ni nyumba ile yote, lakini kwenye kona ya nyumba ile nyumba ndio iko namna pembe nne. Moja ya pembe hapa, hii pembe ya hapa ndio nini? Ndio Hajarul Aswad, jiwe jeusi limekaa pale. Sasa ili muanze mzunguko wenu, ili tunaanza mzunguko wetu wa kutufu, inabidi tunakuja kwenye nini? Kwenye lile jiwe lile pale. Unapokuja kwenye jiwe, wewe ni usawa jiwe, na bahati nzuri wametia alama chini, mstari mzuri umekwenda huo, umeenda mpaka juu, mpaka gorofani kule. Kwa hiyo popote utakapokuwa, sawasawa uko chini, sawasawa utakuwa uko gorofa pili, sawasawa gorofa ya mwisho huko juu, sawasawa juu kabisa katika sutuhi huko, bado ile alama ifanya nini? Alama ile ipo. Unapotaka kuanzia mzunguko wako lazima uwe yuhadhi, yani uko sambamba na kwenye jiwe. Miongoni mwa sunna nzuri, kama tutafanikiwa, basi ukifika pale uende ukalibusu lile jiwe. Tunataka tuanze kutufu mara 7 hapo. Kwanza unakwenda kwenye jiwe lile kwenye kona, ukalitufu lile jiwe, ukalibusu lile jiwe kama utaweza. Hapa tunazungumza maneno tu, ni elimu kuzungumza tu, lakini wachache sana watakaoweza, wachache sana wataweza. Sababu mashababu wa kiume wale wanaweza wakapambana wakaweza, ukiweza au katazu, lakini angalia usalama wako na hali jinsi ilivyo, na vurugu na nguvu za watu wengine, labda hawakufunzwa huko walikotoka, wanajua hija ni vurugu tu. Kuna binadamu wengine wanajua hija ni vurugu tu, yani usikae legelege bata kusukuma na nini. Sasa ujiangalie, lakini kama utafanikiwa kufika kwenye jiwe na ukalibusu ni vizuri zaidi. Ukifanikiwa ukasema bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, umelibusu. Na kama utapata muda hata uombe dua zako pale haraka haraka, sawa. Ukiweza, umeshindwa kulibusu moja kwa moja, una fimbo yako, sawa, umefika mpaka pale na bakora lako nalo pale, ukafanikiwa kupenyeza bakora yako ikafia hapa kwenye jiwe, ukaligusa na bakora yako ile pale, imeeleka vizuri, basi ukaashiria bismillahi Allahu akbar, vile vile fanini umeweza kwa mkono wako mpaka pale umeshindwa kulibusu lenyewe, lakini ukafanikiwa kulishia kwa mkono wako vile vile sawa sawa. Umeshindwa kabisa, kaa mbali, ashiria kwa nini? Ashiria kwa mkono, sawa pale pale, ashiria bismillahi Allahu akbar, tuko sawa bismillahi Allahu akbar, utaashiria pale jilile pale. Alafu mnaanza mzunguko wa kwanza, mtazunguka mzunguko wa kwanza mpaka ukirudi pale pale, ndio mzunguko mmoja mfanya nini? Umemalizika. Mtakwenda mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7. Pale pale ulipoanzia ndio pale utafanya nini? Ulipoishia mara 7, hapo utakuwa umezuka mara 7. Lakini sasa kuna mambo katika mzunguko. Katika huu mzunguko, wakati tunatoka tunazunguka, kuna sehemu pale ambayo huwa imekaa kama namna hii, kama U. Ile sehemu ya U ile inaitwa Hijri Ismail. Hijri Ismail zamani ilikuwa ni sehemu ya Al-Kaaba ya jengo, lakini kutokana na nini? Na pesa ndogo walizokuwa nazo Waarabu wakati huo, ilitokea mafuriko. Kaaba ikafanya nini? Ikachukuliwa na mafuriko. Waarabu Makuraishi wakati huo wanaiheshimu nyumba ile toka hizo, na ukafiri wao na ushirikina wao walikuwa wanaiheshimu, wakaamua waijenge. Misingi ilikuwepo, wakaamua waijenge, wakajenga. Walipojenga, pesa zikawaishia, hawakuijenga mpaka ile eneo la nini, la Hijri Ismail, wakashindwa. Niulizeni, pesa ziliwaishia vipi? Pesa ziliwaishia za halali, yani kila mmoja kwa mchango wake alitoa ile ambayo amepata kihalali.
yeye ndio anaileta pale katika kujenga Al-Kaaba. Angalia Makuraishi, makafiri, washirikina, lakini wanaheshimu nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, msiichezee. Na wakajua kwamba ili tujenge kwa pesa nini? Halali. Kwa hiyo wewe mji mzima wamechanga hela, wameshindwa kumalizia kipande kidogo, sababu hela ya halali walioitoa ndio imeishia hapo. Jamani, ongezeni mchango. Bwana, hii ninayo, lakini mimi ni dhulumu. Hii kila mtu anaogopa kuitoa hela aliyodhulumu. Mimi hela ya dhuluma ndio nipe kwenye nyumba hiyo? Mungu simwogopi. Wakati ni mshirikina, lakini bado anaogopa hiyo. Kwa hiyo bana, ikajengwa ile nyumba. Kusema kweli, wakati huo wakaijenga ikawa na mapungufu hayo, na ikabakia hivyo hivyo. Na hata Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, Mtume alivyokuja hali ile, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona, lakini Mtume ana busara, alitaka afanye vile, lakini Mtume aliogopa kitu mwingine. Akasema kwamba hawa watu wangu bado Uislamu wao bado haujawa mzuri, wao walishindwa kufanya vile, na si tuache hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Naweza nikafanya hivi, nikifanya hivi hawa wataona kama huyu Muhammad, nono sisi tuliheshimu, afu yeye anakuja kufanya hivi. Kwa hiyo Mtume akafanya nini? Akaacha. Almuhimu sio tatizo, ile eneo lipo lina alama inaonekana. Katika kuzunguka kwetu tusitafute uchochoro wa ile mnasema nini, ile ya njia mkato ile. Wewe si wanadamu tuna mambo ya njia mkato, uko hapa karibu tu, mzunguko unakuwa mdogo, ukapita ndani ya nini ile alama iko hapa, wewe ukapita ndani yake ukazungukia hapa, umekosea. Hiyo tawafu yako haihesabiki, kwa sababu ni kama vile umetufu ndani ya Al-Kaaba. Sababu ile ni sehemu ya Al-Kaaba ile. Ukitufu kwa pale ni kama vile wewe unatufu nyumba hii, afu unakatiza hapa, unarudi. Unakatiza, haiwezekani. Lazima fanya nini? Uizunguke nyumba kajisilivu. Kwa hiyo jamani, hapo tutaangalia, tusiwe wabishi, ni kwamba tuzunguke nyuma nini? Nyuma ya hiyo nyumba ya hiyo ile Hijri Ismail. Hiyo moja. Ya pili, kuna ruknu, nguzo wanaita ruknul yamani. Ruknul yamani ni nguzo ambayo iko nyuma ya nguzo ya jiwe jeusi. Ile jiwe jeusi kama liko hapa, nguzo ya nyuma yake kwa kurudi nyuma inaitwa ruknul yamani. Ukifika kwenye ruknul yamani hapo, halafu ufike kwenye jiwe jeusi pale, nguzo ile, dua lake pale Mtume katufundisha jamani, hapa ni vizuri tuseme Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Haujalazimishwa, lakini fikiria hivi, Mtume sallallahu hajui maana ya dua nyingi sana? Yes, ndio Mtume anatufundisha, lakini Mtume walivyomkote, alivyofika pale, Mtume alikuwa asemi dua nyingine yoyote, huku akizunguka huku anaomba dua chungu mzima. Mtume anaomba dua mbalimbali, anaomba dua, lakini akishafika pale Mtume ana stop. Yule bwana Jabir yule, nikwambia, mnakumbuka Jabir bin Abdullah yule jamani? Ya naye tu pale anasikiliza pale, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina, mpaka rafika jiwe le nini, jiwe jeusi pale. Akifika pale Mtume ana stop kama kawaida, anafanya nini? Anaashiria tena bismillah, Allahu akbar, mzunguko wa pili. Kwa akishafika pale nguzo ya amani, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kwa hiyo wanawazuoni wakisema ni vizuri kati ya ruknul yamani na jiwe la nini jeusi pale tutumie kusema Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ni vizuri tusifanye ujuaji, lakini kwingine huko kuomba dua zako nyingine, na hizi dua za huku kwingine tusiende kwa kuiga watu wana vitabu yao ya ajabu ajabu wamekuja nayo huko, na ghasia neno warefu namna hii, na ukataka mkumbo tena hivyo. Shida zako huizijui, sawa? Unazunguka mara 7, umeanza mzunguko wa kwanza, jiombee nafsi yako sana. Umeenda mzunguko wa pili, waombee watoto zako, sawa? Watoto zako, familia yako na kadhalika, mke, mme na kadhalika, sawa? Umekwenda mzunguko, waombee labda rafiki za ndugu zako wa karibu na kadhalika. Umeenda omba mara 7. Yani unaweza ukapanga pale ukaombea watu wote, ukaombea na hata waliokubashaka ukifika utuombee, ukaweka tena mzunguko mmoja kuwaombea hao ambao waliokutuma. Mwenyezi Mungu anakubali.
Kwa hiyo ni fursa hii ya mtu kuomba dua mbalimbali. Usende dua za mkumbo, ukoona mbona sisi bana hatukupoa kitabu. Kuna watu wana kitabu chao pale, na mtu mmoja mrefu amekaa si nini anasema pale, katoka wapi alikotoka huko umjui, unaona umeingia mle na wewe anasema huyajui, huyu anaomba ya kwao huko, wewe huyajui wala ya kuhusu kikeni wala kiumeni. Sasa wewe yako wewe matatizo yako huyajui. Matatizo yako tunajua vizuri sana maana. Omba matatizo yako. Hizo ndio fursa za kuomba pale. Na usifanye maskhara. Omba ukiwa na yakini Mwenyezi Mungu anafanya nini? Mwenyezi Mungu anajibu na atakupa. Kaisha ahidi na Mwenyezi Mungu la yukhlifu al-mi'ad. Imeeleka vizuri. Kwa hiyo fursa za maeneo ya kuomba yale ambayo unapewa uhuru, jitahidi kweli kuomba. Isipokuwa yale maeneo ambayo Mtume aghalabu alisisitiza hivyo, kuna jambo, huyu ni mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi mtume kwani yeye hajui yake ya kuomba, lakini akasema kufika hapa tu Rabbana ata, hapo kuna siri. Hiyo siri usiulize maana yake nini, acha wewe fanya nini hapo, iga. Unamuiga nani? Namuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kiongozi wetu, na tuliona namna hiyo. Nadhani imeleka vizuri jamani hapo Lakini jambo lingine tena, hii tawafu tunayotufu hii, tuwe na udhu. Tuwe na nini? Na udhu. Tawafu ni swala, tuwe na udhu, tumetawadha udhu. Na kina mama wewe na udhu anaofahamu udhu mkubwa uwepo, na udhu mdogo wa kawaida wasiote uwepo udhu. Kama ukitengukiwa na udhu pale, sawa, udhu wowote kutenguka pale, stop. Kama ulishazunguka mara 2 basi ukatengukiwa na udhu, weka alama pale ulipofikia, sawa. Nenda kachukue udhu. Ushachukua udhu huko, ukija unaanzia pale ulipofikia kwa idadi uliofikia. Usije ukaona aibu ukajitia sababu nitaonekana hapa sina udhu. Jamani, hii ni ibada, umetoka mbali na viongozi wapo watakusaidia. Jamani, mimi nimeharibikiwa, nimetengwa na udhu, sema utasaidiwa. Kiongozi atakata na yeye pale alipofikia, na atakata pale, atakusaidia kwanza wewe, akupeleke mahala ukapate udhu wako vizuri, alafu uje sasa wewe na Yesu ndio mtabaki mnafanya nini, mnamalizia tena. Lazima viongozi wa jamarati ili wanalifanya, na ndio kaida yao ni hivyo, kwamba usidhanie kwamba ndio maana kwamba usiwe na wasiwasi. Wewe sema ya mimi nimeharibikiwa, amiri atakata pale, ukhti atakata pale, nani atakata, shekhe nani atakata, ndio nyinyi wengine endeleeni na wengine, mimi nadili na huyu, ili kwanza ili ibada yake iwe sawa sawa. Kwa hiyo udhu ni muhimu katika nini? Katika tawafu. Baada ya kumaliza hapo, 7 zimekamilika vizuri kwa uhakika, sio kwa kubabaisha. Ndio tunakwenda katika sehemu pale pale katika Kaaba, kuna makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim kuna alama pale, kuna mguu wa Nabii Ibrahim alisimama wakati akijenga al-Kaaba. Wakati wake tunakwenda pale nyuma yake pale, tunaswali raka ngapi? Raka 2 sunnati tawafu, raka 2 sunna kutufu, sawa. Tunaziswali pale raka 2 zile pale. Sasa pale makamu Ibrahim yenyewe iko hapa, hii ndio makamu Ibrahim iko hapa, tunaswali hapa. Yawezekana hapa makamu Ibrahim hapa si pazuri, watu ni wengi wanazunguka, takukanyaga, basi rudi nyuma kidogo. Si pazuri, watu ni wengi, rudi nyuma kidogo, si rudi mpaka nyuma kabisa. Lakini uko sawa nini makamu Ibrahim. Imeshindikana, ni pagumu, basi tafuta popote pale ambapo msikitini, nenda juu, nenda Kiama, shauri zako, tafuta mahali popote ambapo utaweza kuna nafasi, uswali raka ngapi? Uswali raka zile 2. Lakini mtu asinda kalazimisha mahali ambapo pagumu, sio kainama hata kukanyaga pale ikabakia tena mambo majina. Ndio umekufa mahali pazuri, lakini ndio tena haikuwa lengo, pamoja kwa watu wanapenda kufa kule, lakini haikuwa lengo lako ukafe kule, utaka uende urudi uendelee mambo mengine, ndio lengo, sawa. Sasa usije ukajisababishia matatizo. Nadhani imeeleka jamani. Baada ya sunna raka 2 hizo, tunatoka pale tunakwenda kwenye Zamzam kidogo. Watu wanapomechoka, watu wamechoka hapo kitimtimu, watu washachoka hata kidogo. Nimechoka miguu, si mwenye miguu, mwenye kutaka kuchua na nini ushachoka, lakini tusichoke. Twende tukanywe maji ya Zamzam kidogo. Maji ya Zamzam pale, chukua maji ya Zamzam, jimwagie kidogo, kunywa kidogo, omba dua zako pale, kwa sababu ma uzamzam lima shuri balahu, kasema Mtume, maji ya Zamzam mtu analipwa kwa nia aliyokunywa nayo maji ya Zamzam, sawa.
Kwa hiyo tunakunywa pale vizuri, tupata ladha kabisa, tutarehe kidogo pale. Sasa tunachukuzana tena, tunakwenda kukamilisha umra yetu kwa kwenda Safa wal Marwa. Safa wal Marwa. Kwa hiyo tutakwenda, tutatoka vizuri kwa maelekezo yalivyokuwa kule mpaka sehemu ambayo inaitwa nini? Inaitwa Swafa. Ni kimlima. Ila leo sasa kimepungua kidogo, leo zamani ilikuwa ni mlima mkubwa. Na hiyo Marwa ni mlima mwingine uko upande wa pili tena. Unakwenda mpaka pale Swafa. Mkienda Swafa vile vile, na asili ya vile walipokuwa Swafa al Marwa ni vile vile, ili uanze safari za pale ilitakiwa vile vile, kama ungeweza ile Kaaba ile kufanya nini, kubusu, yani mako inabidi ukae usawa nini wa jiwe jeusi, kuigusa ile uwezi, sababu itakuwa ni mbali, utaashiria vile vile. Sawa. Sasa wakati unapanda unakwenda Safa hapa wal Marwa, unapanda Safa pale, kuna mambo kidogo ya kufanya pale kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Unakwenda pale, unaweza wakasoma aya ya Mwenyezi Mungu, inna Safa wal Marwata min sha'airillahi faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhima an yatawafa bihima, fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Aya hiyo tutakuwa tunaikariri sana na watu wataisoma pale. Kama bahati mbaya ukuweza kuhifadhi, lakini lazima hatuachi kitu. Jamarati hawaachi kitu. Pamoja kwa askari, sogeni hivyo, tuna askari na kusogezeni, lakini huku jamani mnakuwa akili mbili. Askari na kusogezeni na huku mnasikiza inna Safa, huku mnasogezwa na huku mnasoma ile aya yenu. Tuko sasa jamani, nasoma aya ya Safa. Baada ya pale tunasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Baadaye kuna dua mbalimbali zinasoma, unaweza kusoma ukafanya dua haraka haraka pale, jamani ondokeni, lakini uwe juu ya kilima, uelekee vizuri Kaaba vizuri kwenye jiwe lile. Baada ya hapo bismillah Allahu akbar, unafanya nini? Mnaondoka sasa kutoka Swafa mnakwenda Marwa. Hapo ni kutembea, unakwenda parefu kidogo, maana yake pale wanakadiria ile Swafa na Marwa, Swafa Marwa, Marwa Swafa, Swafa Marwa, ile kwenda ni mara moja, kurudi mara pili, kwenda ni mara tatu, kurudi mara 4, kwenda ya 5, kurudi 6, kwenda ya 7. Kwa hiyo mnaanzia Swafa, mnamalizia wapi? Marwa. Mnamalizia Marwa. Mizunguko 7 au mitembeo 7 mmeimaliza. Mitembeo iliyokamilika 7. Mitembeo hii wanaipima ina karibuni kilomita kadhaa pale. Ina kilomita kadhaa, mashaka mara kumbuka watakumbuka, labda mkiangalia Google mtajua ni kilomita ngapi inakuwa. Sheikh Musa anasema, Sheikh Kulicha anasema kwamba kilomita 3.5. Kilomita ngapi? Kuna mtu alikuwa anauliza kwenye grupu, jamani kilomita ngapi hiyo Safa al Marwa jamani? Haya ni yeye kwenda mara 7, hizo kilomita ngapi hizo? Kilomita 3.5. Unatembea unarudi. Wakati unavyokwenda pale unakuwa unasoma dua mbalimbali. Ukitoka Swafa kwenda kidogo, kuna alama wameweka ya kijani mbele, tena alama ya kijani pale. Ni eneo ambalo la Harwala, yani unakwenda nini, unakwenda vimbio kidogo, lakini kwa nani? Kwa wanamume, sio wanawake. Wanawake mnatembea matembezi yenu ya nini, ya kawaida. Wanamume kufika pale kidogo afanya takiwa kama kutroti vile, wanasema nini, kama vimbio kidogo hivi. Alama mbele, unasimama pale, mnaendelea tena na dua zenu, dua mbalimbali na kadhalika. Na bahati nzuri wale bana wanasaidia, kuna baadhi ya dua ambazo Mtume alikuwa anasoma nyingi huwa anazitia katika screen. Wakati unatembea wanaonesha zile dua zako, kaangalia pale kama inakukumbusha, ukaisoma dua ile. Lakini unaweza kusoma dua zako na matatizo yako yote mbali kayamalizie pale kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo uliwafanya Swafa, ukifika Marwa ni hivyo, na utapanda pale, utaangalia jua Kaaba, utaashiria na utasoma dua yako, na ile aya inna Safa wal Marwa utaisoma vile vile, na dua zako mbalimbali utazisoma. Basi itakuwa ndio ni hivyo mnakwenda mnarudi mpaka mara 7. Baada ya kumaliza kurudi sasa pale ile Marwa, kurudi kule Marwa mkumaliza 7 pale, hapo ndipo mmemaliza mizunguko 7, na ndipo sasa mnakwenda kupunguza nini wanaume. Sasa kwa upande wa nani, wanaume wanapunguza nini? Wanapunguza nywele. Kwa nini tunapunguza nywele? Unaweza ukapunguza au ukanyoa zote, lakini kwa sababu mbele baada ya muda mdogo
mtakwenda mbwa Arafa na nini kwenye hija, mtahitaji hiyo kunyoa vile vile. Sasa ni vizuri kupunguza nywele hata kidogo. Wanazuoni wanasema wengine, madhhabu ya Imam Shafi, hata vinywele viwili vitatu inatosha. Imeeleka vizuri. Huyo anasema hapana, basi uchukue kidogo kidogo hivi kote, lakini kifupi ni kupunguza nywele, ni kupunguza nywele. Shapunguza nywele pale, hapo ndio umetahallal. Zile nguo zako sasa unafanya nini? Mnazivua. Yale masharti yote tuliyosema huko nyuma, yale masharti yale yafanya nini? Yameanguka pale, hayapo, yamekwisha. Masharti yote yamekwisha pale. Baada ya kuisha masharti yale, basi hapo mnakuwa mko halali. Tavaa nguo zako za kawaida, nenda kavae nguo zako za manukato, nenda sabuni ya manukato, si vaa ya kutumbukiza, vaa suruali yako, vaa nani yako na kawaida. Kwa wanaume hasa ambao walikuwa sana wamezuiliwa pale, wanawake ni yale mashati mengine tu ya kuvaa, walikuwa hawanayo. Kwa hiyo hapo mmaliza hapo, inshallah mmekuwa umra tumeimaliza. Tunarudi sasa katika maeneo yetu kuja kupumzika, ili kujiandaa na nini, ili kujiandaa na kusubiri siku saa kwenda kufanya tarwia, kwenda kufanya hija. Lingine tena nimekumbuka katika mzunguko wa nini, mzunguko ule wa nini wa tawafu, tunasema 7, zile 3 za mwanzo, ile 3 za mwanzo kwa wanamume vile vile ni sunna vile vile. Nini yani kwenda kidogo katika nini, kama kwenda yani harwala, kutrot kidogo, yani kwenda kwa nguvu kidogo, sawa, namna hiyo ni sunna hivyo. Na kwa wanamume ni sunna ibtida, ile ukivaa ile ihram yako ukishafika huko nyuma za kaivaa kama kawaida, lakini ukifika pale ni sunna unaivaa ili bega fa nini, bega la mkono wa kulia liwe wazi, ili msuli. Unaona Uislamu sio legelege, msuli uonekane. Ndio sababu yake hasa Mtume salama alifanya hivyo, kwamba wale makuraishi wa Maka, makafiri, walikuwa sawa Waislamu huko legelege kwa Madina, wagonjwa kule, kuna homa ya manjano imewapiga wagonjwa kule. Mtume akasema mtatujua kama sisi nani. Maswahaba, toa bega nje ili ule msuli wauone, wakati mnazunguka pale wakae pembeni waone msuli wa Abubakar, msuli wa Umar na nini. Sasa leo wale hawapo, leo msuli wa shaka wewe ndio uonekane. Huo msuli unamuonesha Yahudi yule Nyatanahu, aone watu wana msuli hao. Hamna legelege wa Islam bana, namna gani bana, imeleka vizuri. Lakini msuli ante nani? Wanamme, sawa, wasio na wanawake tutaki kutoa msuli, nataka wajistiri na wanastiriwa pale. Basi nadhani hayo kwa haraka nadhani kama kuna mengine toka katikati imepungua, mashekhe wapo watafanya istidraki katika muda wake jitakavyokuwa. Nadhani tungepumzika kidogo ili watu wapate fikra, afu tuingie katika hatua nyingine inshallah. Jazakumullahu khaira. Asalamu alaykum wa barakatuh.